Habari ya kwako kaka? Salama. Salama kabisa mjomba wangu. Sawa, unaendeleaje bwana? Ni njema kabisa. Bwana, mimi naitwa Friday Mwangomare kutoka Baharia TV. Nimefika eneo hili la Mafiati kwa ajili ya kufanya mazungumzo na nyie kuhusiana na hii hoja ambayo inaendelea kwenye jamii kwamba ikiwa tu kwamba bodaboda ni vijana wa hovyo. Wakati huo nikiamini nyie kama mjomba wangu mlimekwenda, naamini hapa unafanya kazi kwa marengo. Kwanza majina yako ni nani? Kwanza kwa jina naitwa Mikaeli W Mashirindi. Sisi ni maafisa usafirishaji. Na kwanza jamii imetuamini. Alafu serikali imetuamini. Okay. Tangu 2013 hii taasisi ya bodaboda Tanzania imepitishwa kwamba ni taasisi rasmi kwa ajili ya usafirishaji. Okay. Lakini bado kuna misemo ama lugha ambazo zipo kwenye jamii zikiwatafsiri nyie bodaboda kwamba ni watu ambao mnachanisha ndoa za watu, mnasababisha ajali barabarani, wakati kuna mambo mengine hata mimi kama mtangazaji kuna vitu ambavyo najionea kwa macho yangu kabisa wanafanyiwa hujuma bodaboda. Wewe hili swala unalitafsirije kwenye akili yako? Kwanza hili jambo tunalishangaa. Kwanza sisi bodaboda ndio waanzilishi hapa Mafiati, tunapozungumza na sisi hapa ndio waanzilishi bodaboda jiji la Mbeya na mkoa wa Mbeya na mikoa wa Songwe pia. Okay. Sisi ndio waanzilishi. Haya matukio yawezekana yanafanyika maeneo, lakini kama sisi bodaboda hiyo kauli tunaikanusha. Okay. Kwa sababu kwanza ni kosa kumsema mtu bila ridhaa yake na bila kuthibitisha ni kosa kisheria. Lakini pipi hata sisi wenyewe tunajitambua ni watu wazima. Kama unavyoona vijana hawa ni watu ambao wana familia. Kwa hiyo hakuna mtu anatoka nyumbani aja haribu kwenye ofisi yake. Maana sisi bodaboda kwenye vijiwe vyetu tunatafsiri kwamba ni ofisi. Okay, sahihi kabisa. Kwa hiyo lile tukio ambalo linatajwa kwamba sisi bodaboda tunasababisha ndoa za watu ziachike, wakati sisi ni kwanza sisi ni wachungaji. Amina? Sisi ni wachungaji, lakini pia tuna walimu, lakini kundi hili limekusanya mpaka jeshi la polisi. Tunao vijana, tunao muda. Kwa haya matukio haya si rahisi sana yakajitokeza kwenye eneo letu. Kwanza jamii wanaotutambua wanatuamini sana. Okay. Kwanza bodaboda nikimchukua mtu hapa akinikuta kwa ofisini nikamfikisha nyumbani kwake ni salama kabisa bila shida. Shida moja, wanaotuchafua ni watu ambao wa nje. Ni watu ambao kwanza sio bodaboda. Ni vikundi vya kihuni. Hata ukimkamata huyu mtu ambaye anafanya tukio, sisi tuna utambulisho wetu kwamba bwana, hiki ni kituo cha Mafiati, ndio naomba kitambulisho chako ambacho kinathibitisha kwamba ni mwanachama wa Mafiati. Tunatambulikana kwa vitambulisho vyetu. Sasa hawa wanaofanya matukio haya sio bodaboda. Na hizi tabia wameiga kwenye mikoa mingine kama mikoa iliyoendelea sana kama Dar es Salaam. Sawa. Una kipi cha kumalizia hapo kwa upande wako wewe? Cha kumalizia ni kwamba kwanza jamii waondoe hofu kwamba eti bodaboda ni wana matukio ya ovyo. Sisi ni watu wenye tabia ovyo. Hapana, watuamini kwamba sisi ni bodaboda. Kwanza serikali inatuamini na tunafanya kazi hii kwa mujibu wa sheria ya nchi. Sawa, asante sana. Watazamaji, bado tunaendelea kuzungumza na wazee wetu hapa. Mwingine huyu hapa, tusikia na kipi cha kuzungumza. Habari za majukumu zangu? Njema kabisa. Sawa, kwa majina yetu nani mzee? Naitwa Emmanuel Adam Wandangila. Emmanuel Adam Wandangila. Ni dereva bodaboda kituo cha Mafiati. Okay, kuna kauli ambayo inaendelea kwenye jamii ikiwa tag nyie bodaboda kwamba ni watu ambao mnakatiza ndoto za wanafunzi, ni watu ambao mnajihusisha na matukio ya ajabu ajabu. Hii kauli wewe kwa upande wako mzee wangu unaichukuliaje ama unaitafsiri vipi? Huo ni mtazamo wao. Mtazamo wao kwa sababu hao wanaozungumza hayo ni jamii ambayo tunaishi nao mitaani. Sisi hatoki mbinguni wala hatoki ardhini. Tunaishi kwenye jamii. Tunashirikiana na jamii. Okay. Kwa hao jamaa hao wanaozungumza juu ya ubaya wa bodaboda ni kwamba ni mtazamo ambao wameufikiri wao kwamba ni kuchafuana tu, lakini bodaboda ni wastaarabu kweli kweli.
Ni watu wanaofanya kazi kwa kujitambua. Okay, mzee wangu, sasa hivi wewe una muda gani kwenye hii kazi ya bodaboda? Ni mwaka wa 13. Mwaka wa 13. Of course. Okay. Yeah. Kwa hiyo tangu nimeanza kweli kuzikopa kauli hizo kwamba bodaboda ni wahuni, bodaboda ni majambazi, lakini bodaboda ni watu ambao ni wana ushirikiano uliopitiliza viwango. Sawa sawa. Na sasa hivi ukizingatia bodaboda pia wamekuwa na mchango mkubwa katika hili taifa, kwa sababu bila boda watu sisi tusingeweza kusafiri. Hata mimi kutoka ofisini mpaka hapa nimetumia usafiri wa bodaboda. Ni kweli kabisa, kama ulivyoongea, ni watu yani bodaboda ni sehemu ya mtegemezi la wananchi. Watu wanatoka Arusha wanakuja hapa usiku, uhakika kwao ni bodaboda. Kwa hizi kama mimi napingana kabisa na kauli ambazo watu wamekuwa wamejengea taswira kwamba bodaboda ni wahuni. Nakataa kabisa, na nitoe rai kwa wananchi wanaotusikiliza kwamba usalama wao kufika kwao ni bodaboda. Yeah. Okay. Asante sana mzee wangu. Na mtazamaji wa Baharia TV, hayo ndio machache ambayo nimezungumza na ndugu zangu afisa usafirishaji almaarufu bodaboda kutoka katika kijiwe hiki cha Mafyati katikati ya jiji la Mbeya, ama katika makutano haya ya barabara, ambapo nimezungumza nao mengi kuhusiana na hoja hii ambayo inaendelea kwenye jamii, ikiwa tag bodaboda kwamba ni vijana wa hovyo, ni watu ambao wanarudisha maendeleo nyuma, hasa katika swala la wanafunzi. Lakini wapo watu ambao wanafanya hii kazi kwa malengo, ama wanafanya kazi hii kwa ajili ya kujiingizia kipato ama kuendesha maisha yao ya kila siku. Lakini wakati huo pia kuna baadhi ya ndugu zangu hapa wameendelea kutaka kutoa rai kwa watu ambao wameendelea kuzungumza ama kutoa hizo lugha kwamba bodaboda ni vijana wa hovyo. Na hata mimi pia kama mwandishi wa jamii ama mwandishi wa Baharia TV, na mimi napinga vikali kauli hiyo, kwa sababu wapo wazee ambao wana umri zaidi ya miaka 13 katika hii kazi, familia zao zinakula, maisha yao yanakwenda. Sasa ni nani ambaye atatoa lugha za kwamba bodaboda ni vijana wa hovyo? Nikushukuru sana mtazamaji wa Baharia TV, wewe ambaye tulikuwa sambamba sote kuanzia dakika zile mpaka hivi sasa. Naweka nukta katika mazungumzo haya. Ulikuwa na mimi Friday Mangomale kutoka Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.